Bana, hapa ni Uwekezaji 101 kutoka Mtaji Academy. Hapa ni mahala ambako utajifunza kuhusiana na uwekezaji hususan katika eneo la amana za kifedha. Nazungumzia uwekezaji kwenye hisa, hati fungani, lakini pia uwekezaji wa pamoja kupitia kwenye vitu naita unit trust ama mutual funds. Kwa sasa tumekuwa tukisoma hichi kitabu cha Hisa, Akiba na Uwekezaji kilichoandikwa na Mwalimu Emilian Busara kupitia programu yetu ya usomaji iliyoko chini ya Mtaji Academy, na nikawa nimeona kwamba kupitia huu usomaji nitumie hii framework kuweza kuzungumza na wewe ambaye unahitaji hizi taarifa ili uweze kufahamu vizuri kuhusiana na uwekezaji katika eneo hilo ambalo nimekuambia. Kwa hiyo tunavyozidi kusoma na mimi nakuwa nikitengeneza hizi video kuweza kutoa ufafanuzi sura baada ya sura. Na kama utahitaji kuweza kupata video ambazo zimeshatangulia, tafadhali nenda kwenye kurasa ya YouTube, tafuta Mtaji Academy. Ukishapata Mtaji Academy, unaweza ukaenda moja kwa moja kwenye playlist, utakutana na playlist moja imeandikwa Uwekezaji 101. Sikiliza zile video ambazo utaziona hapo. Utapata taarifa nyingi za awali ambazo zitakusaidia kupata uelewa wa mwanzo kabisa kuhusiana na uwekezaji katika hizo eneo mbalimbali ambazo nimekutajia. Sasa kama nilivyosema, hichi ndio kitabu tunachokijadili sasa hivi, na nimeshatoa video ambapo nimejadili sura ya kwanza ambayo ni utangulizi, lakini pia sura ya pili ambayo amezungumzia hisa ni nini, au sio? Lakini leo nataka nizungumze na wewe kuhusiana na sura ya tatu. Sura ya tatu amezungumzia dhana potofu kuhusu hisa, lakini pia nitazungumzia kifupi sura ya 4 ambayo inazungumzia kuhusu soko la hisa. Na hii ninazungumza sasa kutoka kwenye summary, kwenye muhtasari ambao mimi nimeuandaa nikiwa ninasoma hichi kitabu. Hebu twende moja kwa moja. Kama nilivyosema, tukianza na sura ya tatu, ziko dhana potofu ambazo zinasababisha watu aidha wasiingie kwenye uwekezaji ama waone si eneo sahihi, au sio? Na hizi dhana ambazo amezungumzia Mr. Busara pamoja na Grace Mrembo kwenye kitabu chao walichoandika zinakwenda kama ifuatavyo. Ya kwanza, hisa ni kwa ajili ya wageni kutoka nje ya nchi. Hichi ni kitu ambacho watu wengi tumekuwa tukiamini hivyo, kwamba ukisikia uwekezaji moja kwa moja tunaihusianisha na mtu mwenye ngozi nyeupe, kwamba haiwezekani ukakutana na mtu mweusi, haiwezekani ukakutana na Mtanzania na ukamuita ni mwekezaji. Ingawa tuko kwenye nyakati ambazo watu wanazidi kufunguka, lakini bado imani kubwa ipo kwenye mzungu ndiye mwekezaji. Kwa hiyo unapomwambia bwana, nitakuwa uanze kuwekeza kwenye hisa, na kwambia yawezekanaje? Sisi tunatarajia kwamba Bill Gates ndo aje kuwa mwekezaji, Bill Gates ndo aje kununua hisa, lakini sio sisi. Kwa hiyo ni dhana potofu ya kwanza iliyojadiliwa. Lakini cha pili, hisa ni kwa ajili ya matajiri peke yao. Wakati mwingine tunawaza watu kama kina Azam, sijui kina nani, wale wakubwa wale ndio wanatakiwa wao wawekezaji. Kwa yule ambaye yeye anajiona hayuko kwenye kiwango ambacho anaweza akaitwa tajiri, anasema uwezi ukaniambia mimi mambo ya uwekezaji, au sio? Lakini dhana potofu nyingine imetajwa kwenye sura ya tatu ni kwamba hisa ni kwa ajili ya wafanyabiashara. Kufanya biashara pekee ndio unatakiwa uwekeze. Kwa hiyo wewe kama tu ni mwajiriwa wa kawaida, unalipwa mshahara wako mdogo labda 500,000, utasema bwana, mimi hisa haitakiwi kunihusu. Hiyo imetajwa kama ni dhana potofu. Lakini pia dhana potofu nyingine aliyotaja hapa Mr. Busara anasema hisa ni kwa ajili ya wasomi. Wengine wanasema hivyo kwamba hisa ni kwa ajili ya wasomi. Bwana, sisi ambao sio wasomi, ngoja tupambane na biashara vyetu vidogo vidogo. Hiyo ni dhana potofu nyingine. Lakini kingine anasema hisa ni kwa ajili ya serikali, kwamba serikali ndio inatakiwa imiliki mabiashara, makampuni. Kwa hiyo acha serikali ndio inunue hisa za makampuni, sio sisi. Hiyo ni dhana potofu nyingine ambayo Mr. Busara pamoja na Grace Mrembo ameitaja. Lakini pia dhana nyingine potofu ni kwamba umiliki wa hisa unategemea na umri. Kwamba bwana, ukifika umri fulani ndio uanze kumiliki hisa, ama ukifika umri fulani utaki kumiliki hisa. Hiyo imetajwa kama ni dhana potofu. Lakini pia anasema taasisi za kidini na zisizo za kiserikali haziruhusiwi kumiliki hisa kama dhana. Sasa hii inategemea pia na sheria, kanuni na taratibu za hizo taasisi, ila kiujumla kufikiria tu kwamba taasisi za kidini hazipaswi kumiliki hisa
Ni dhana potofu, au sio? Lakini pia nyingine amesema ili uwe na hisa za benki fulani lazima uwe na akaunti ya benki hiyo. Kwa mfano unataka kumiliki hisa za kampuni ya Mkombozi, utasema ili niweze kuwa na hisa za kampuni ya Mkombozi lazima niwe na benki akaunti ya Mkombozi. Hiyo ni dhana potofu. Unaweza ukawa na benki akaunti ya NMB lakini ukanunua hisa za Mkombozi na maisha yakaenda kama kawaida. Kwa hiyo pia ni dhana potofu. Lakini ya mwisho anasema hisa zimeuzwa zote, hazipatikani tena. Kuna wengine watakwambia hivyo kwamba bwana, kama unataka kununua hisa sasa hivi huwezi ukapata kitu, hisa zimeshaisha, zote zinamilikiwa. Ni kweli hisa zote zinamilikiwa, lakini una uwezo wa kuendelea kununua hisa kwa sababu watu wanauziana hisa. Mmoja ananunua kutoka kwenye soko anaita la awali, baada ya hapo mmoja anamuuzia mwingine, mwingine anamuuzia mwingine. Kwa hizo ni dhana potofu ambazo zimejadiliwa hapo, na kwenye hii sura ameelezea kwa kina kwamba kwa nini hii ni dhana potofu na sahihi ni nini. Sasa nimejaribu mimi kukuelezea kifupi ili kuweza kuona kwamba hizi zote ni dhana potofu ambazo zinafanya baadhi ya watu wasishiriki hata pale ambapo wangetamani kuweza kushiriki, wakiamini kwamba si kwa ajili yao, ni kwa ajili tu ya matajiri, ni kwa ajili ya watu kutoka nje, ni kwa ajili tu ya serikali. Kumbe wewe kama hivyo jinsi ulivyo, unapaswa kuwa mmoja kati ya wawekezaji kwenye uchumi wa nchi yako kwa